Sawa sawa. Haya, Loveness, wewe unatuambia kwamba wanaume si mbwa. Kivipi? Babako ni mbwa Irene? Hapana. Sasa kwa nini mtoto wa mwanamke mwenzio muite mbwa? Kwa sababu watu wanapigwa matukio. Kwa hiyo at the end of the day kuna mwanamke mmoja huko alipewa tukio, akaja tu na hako kamsemo kwamba all men are dogs. Kwani Irene, topic zote ulizokuwa unazisoma shuleni zilikuwa zinatoka kwenye mtihani? Hapana. Zisipotoka ilikuwa inamaanisha ni mbaya hizo topic? Hapana. Zilikuwa ni nzuri tu, si ndio? Yes. Na kwenye mitihani mingine ilikuwa zikitoka watu wanafaulu. Oh yeah. Shule zote ulizo wewe naamini hujasoma shule moja. Pengine kama ulipitia mchakato wa kuwa na kusoma shule zaidi ya moja. Ina maana kwa nini usingetumia shule hiyo moja ukamaliza? Yaani ukaanza kusoma mpaka ukamaliza. Kwa nini? Si ulihama? Wewe una namna uliona hiyo shule haikizi vigezo, ukaenda shule nyingine. Kwa nini namaanisha ile shule uliyotoka ni mbaya? Hapana. Hamna watu wanaofaulu pale? Wapo. Sasa Okay. hata kwenye mahusiano iko hivyo hivyo. Yaani ni hivi. Lisilomfaa Irene. Wanasema another man's food is another man's poison. Yes, habari yako mdau wetu wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha na kukaribisha tena kwenye episode nyingine tamu sana ya Fix You. Tuna fix leo, niko na rafiki yangu anaitwa Loveness Mgonja. Nikikutana na Loveness huwa nashindwa kumpa mada kwa sababu ni mwanamke ambaye anajua vitu vingi na anajua kuzungumza. Ndio maana ni public speaker na ana maarifa mengi. Kwa hiyo napendaga nimpe uwanja tufanye freestyle fulani hivi ili niweze kuchota mambo mengi kidogo. Anaitwa Loveness Mgonja. Huyu ni ameolewa, ni Mrs. Augustine Shayo. Yeye mwenyewe anamuita captain. Haya bwana. Lakini Loveness amepokea tuzo ya Marriage Coach of the Year 2024-2025. Kwa maana hiyo yeye ni mshauri wa vijana juu ya mambo ya mahusiano hususan wa kike. Na muonaga ana posti, anahamasisha watu kwamba wanaume sio mbwa na vitu kama hivyo. Yaani anafanya mambo mengi kama hayo. Loveness ana enjoy sana kwenye ndoa yake ninavyoamini mimi kwa jinsi ninavyoona. Sana. Ana enjoy sana. Kwa hiyo tuko hapa leo kwa ajili ya kuzungumzia safari ya Loveness. Yaani natamani kujua Loveness kwa sababu tunafahamiana, tumeanza hii michakato muda sana. Yaani tumeanza muda sana. Yaani wakati naanza na mimi kujitafuta, one of the people who witnessed na mimi ni Loveness. Na pamoja na yeye kuwitness yangu na mimi kuwitness yake. Kwa hiyo tumetoka mbali sana. Sio mtu tu ambaye nimekutana naye mtandaoni, ni mtu ambaye we have been together each step at a time. Kwa hiyo yuko hapa atatuelezea safari yake, mieleka aliyokula kwenye ustingo kule ilikuwaje. Yeye anaonaje maisha ya ndoa na vitu kama hivyo atatufundisha, lakini I urge you this is a freestyle. Lakini kama wewe ni mtu ndo mara ya kwanza yani umefika kwenye uwanja huu wa Fix You, na kukaribisha sana. Itapendeza ukisubscribe, uwe sehemu ya familia hii ya watu wanaopenda kujifunza, ya watu wanaopenda kujifunza kutoka kwa wenzao, kwa maana maisha ni darasa, maisha ya kila mtu ni darasa. Kwa hiyo nakukaribisha sana uwe sehemu ya watu hao, kwa sababu hapa tunatengeneza watu wa aina hiyo kuwa na fikra chanya, lakini pia kupenda kujifunza kutoka kwenye maisha ya mtu mwingine ili wewe usaidike, either ujikwamue hapo ulipo ama usipite pale alipopita mwenzako, kwa maana tayari kuna taa inakuwa inakumulikia. Karibu sana. Mimi ni Irene Kamgisha. Karibu Loveness. Hi Irene. Hi Loveness. Nikimwangalia Irene nachekaga sana. Asante kwa nini? Sana. Kwa sababu we've been through together zamani, yani vitu vingi tangu zamani. So I know na kujua tangu ukiwa kabinti, karembo mpaka umekuja kuwa mke, umekuja kuwa mama. So it's so good to witness hizo phases za maisha za watu. Karibu sana Loveness. Nimekutambulisha hivyo, labda utuambie mambo mengine ambayo tuyajui kuhusu wewe. Okay. So kama alivyonitambulisha Irene, mimi naitwa Mrs. Loveness Shayo. Hayo majina yangu ya ukubwani. Ya utotoni ni Loveness Emmanuel Mgonja.
mimi ni mke wa mume mmoja, mwaminifu kabisa. Wacha. Lakini career wise mimi ni mrasilimali watu au HR officer, lakini pia mimi ni mjasiriamali na ninafanya event planning and management. Okay. Ninafanya decoration and gift wrapping. Kwa hiyo mimi napenda sana mambo ya event. Yani pengine labda ndio maana hata career ninayotumia sasa hivi, yani inayonisikumia maisha kwa sasa, ndio maana imeendana na hivyo, kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo mimi navipenda. So ushauri wangu kwa vijana, ushauri wetu kwa vijana ulianza zamani sana. Tulikuwa tunatafuta tu kwamba tunashikia wapi, yani tunatokea wapi. Maana unaweza kuongea mengi, kinaongea nini? Unaongea nini? Lazima utafute kale ka specific area ambacho watu wakisema tunamtaka fulani, tunajua ni Camorin. Tunataka fulani, tunajua ni Loveness. Kwa mimi with time nikaja kugundua kwamba moja ya maeneo ambayo ninajikuta nafanya vizuri sana hata kabla hata sijaingia kuonekana kwenye mitandao, ilikuwa ni eneo la mahusiano. Yani sijui hata watu walikuwa wanaona nini kwangu, yani like my friends, hata shule, chuo, nilikuwa naona kabisa yani watu wengi walikuwa wananifuata, wananielezea naomba ushauri, niambie boyfriend wangu yuko hivi, afu sasa namwambia Mungu, naomba unisaidie, unipe hekima ya kumjibu huyu mtu. Yani pale wewe unaoelezea matatizo yako, mimi naambia Mungu, hebu nipe hekima. Aileen akimaliza hapa kujielezea nijue cha kumjibu. And then mara nyingi ukimwambia mtu kitu, ukimtamkia mtu kitu, it works. Unasema okay, ngoja ni go deep. Kwa hiyo nikaanza kusoma, nikaanza kufuatilia, nikaanza kusoma vitabu, nikaanza kufuatilia watu wengi ambao wanahusiana na masuala ya ndoa, mahusiano. Kwa hiyo nikawa najifunza sana. Kwa hiyo mimi nasema nilijitahidi nikajifunza vitu vingi hata kabla sijaolewa. Na ndio maana Irene, mimi mahusiano yangu yalikuwa hayakaagi. Yani nikiona tu miereka kidogo mimi kula kona. Kwa hiyo sasa tuje Loveness, tuambie yani hizo lessons with vivid examples please. Hizo lessons ambazo umezipata, kwa sababu vijana wengi ambao wako single, wengine wako desperate, wengine yani kuna mambo kuna vurugu nyingi kule kwenye usingo. Sasa wewe katika safari yako ya usingo ilikuwaje? Okay. So kwanza ulianza mahusiano ukiwa na umri gani? Mimi bwana nilianza mahusiano baada ya kumaliza form 4 mwaka 2012. Ndo nilipata my first boyfriend. Ulianza mapema shoga. 2012 nilipata boyfriend wangu wa kwanza, akisajua ile kinakaoga na nini. So hiyo ndo ilikuwa nilianzia hapo safari yangu ya mahusiano. So safari ya mahusiano haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa, kwa sababu unavyokuwa unaanza, sijui ni mimi au ni wanawake wengi, matarajio mara nyingi waga ni tufike ndoa. Yani you date to marry. Sasa moja ya vitu ambavyo mimi nilikuwa navitamani kwenye maisha yangu ilikuwa ni nikikutana na mwanaume ambaye unajua enzi zile tulikuwa tuna machaguzi sana, unakutana na mkaka fulani hivi unasema huyu bwana, huyu yani umeshajipigia na shela, yani hizo expectations waga haziepukiki. Lakini unakuta mnakaa miezi 2-3 amekula kona. Actually ni story ya my first guy. Nilikwambia mimi nilishawahi kusema mimi niliwahi kulazwa kwa ajili ya mahusiano, lakini sijawahi kusema nililazwa kwa nini. Mahusiano yalishawahi kunilaza kabisa hospitali. Nakumbuka nilikuwa na Erin, usicheke tu. Nilikuwa na boyfriend wangu huyo na nini, nilimuelewa sana. Tulielewana nilivyokuwa najua. Na kwa sababu ndo nilikuwa katika kipindi cha kujifunza, sikuwa najua vitu vingi. Nilikuwa naamini mahusiano ni kuvumilia kila kitu. Na kama usipovumilia pengine unaonekana haustahili kuwa na mahusiano. Yani you don't have a voice. Hauna sauti ndani ya mahusiano. Hauna sauti, lakini pia wewe ni mwanamke. Unachotakiwa kujua ni kwamba you should take in everything. Ili ufikie ndoa lazima upitie mikiki. Yani unajua ndo notion hapo kwenye jamii. Yani usifikiri watu wamepata tu ndoa. Watu walipitia kirahisi hivyo. Yani watu wamepitia changamoto. So haikuwa tofauti hata kwangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri hivyo. Lakini imagine nilikuwa namfahamu ex wake na huyo jamaa, na najua wameshachana 2 years ago.
Siku hiyo nakumbuka alikuwa amenipa laptop. Tenda sio simu. Alinipa laptop yake akaniambia ninatoka mara moja ni kuwaacha wanaangalia movie. Nilikuwa nimeenda kumtembelea, alikuwa yuko chuoni by that time. Kwa nimeenda tu kumsalimia chuoni. Akaniambia sasa nimekaa pale chuoni kwenye vimbweta nini? Akaniambia chukua laptop yangu, angalia movie, mimi natoka mara moja. Nikamwambia fresh, hamna shida. Nashika laptop nakutana na picha za jana zilizouploadiwa jana za ex wake. Yaani ex wake mimi namfollow Facebook. Nikakuta picha ambazo zimeuploadiwa jana ziko kwenye laptop yake saved in favorites. Wow. Kwanza nikapanic, nikasema huyu mtu ameniambia huyu mtu anataka mawasiliano 2 years. Alafu dada alikuwa yani mtu. Haili ni mtu nikikwambia Yani, mtu kweli. Yaani ukijiangalia unaanza yani mtu kweli, yani wale madada ambao wanajua kuoga vizuri, yani si unaelewa. Sasa ukijiangalia unasema hata anaanza kuagi, unaanzaje kuagi? Nimetoka hapo siku 2 zilizofuata nikaona picha. Profile imepostiwa yeye na huyo ex. Afu ex alikuwa yuko nje ndo amerudi yani. Yaani ina maana ex karudi tu, mtu wa kwanza anayemuona ni wewe kuweza. Napiga simu hazipokelewi. Enzi hizo unajua hamna mitandao yani haiko active, haiko active sana kama sasa. Kama sasa hivi. Napiga simu hazipokelewi. Natuma messages jibiwi. Nikaanza kuumwa. Akanitumia message moja akaniambia usipende kupanic vitu vidogo ama madogo tu. Oya. Nikasema kwa mimi nimeoverreact au fast forward au mahusiano nikaachana nayo, ilinichukua muda. Yaani hapo ndo mwanzo wa matukio yangu. Yaani huo ndo ulikuwa mwanzo wa matukio yangu, kupigwa matukio. Kwa ukalazwa. Yaani hapo pressure ni nini sasa? Yaani nilipata stress. Yaani unaona anyways, kuna siku tulikutana akameka flight mode. Yaani mimi nikawa nimenotice kwamba mimi na yeye tukikutana anaweka flight mode. Ila sisumbuliwe. Lakini mimi nikiwa mbali kila siku iko on. Ila tukiwa tu pamoja tu anaweka flight mode. Kwa nini? Siku moja ikabidi nimuulize, hivi kwa nini tukiwaga wote tukikutana nikija kukusalimia au tuko tunakutana maybe town unaweka flight mode? Akaniambia kwa sababu waga sipendi usumbufu nikiwa na mpenzi wangu. Okay, ni manipulation najua, sio kweli. Kwa sababu mbona mimi siwekagi flight mode na tupate usumbufu. Kwa hiyo kuna siku moja tena nikamkuta rafiki yake kabisa. Huyo rafiki yake nilikuwa naamini ni rafiki yangu. Yaani unajua wale mashemeji wale ambao wanakuelewa. Of course huyo shemeji yangu mtu safi sana yani. Mpaka leo huyo shemeji yangu yani tunawasilianaga yani. We are friends na huyo shemeji, sio ex. Shemeji yangu sasa ambaye alikuwa ni rafiki yake. Akaniambia kwani umepita leo uni? Maka walikuwa wote chuo kimoja. Nikamwambia hapana. Mbona nimeambiwa fulani alikuwa hapa na demu wake afu ameondoka sasa hivi. Sasa yeye akadhani kwa namtania. Nikamwambia seriously mimi sijapita. Au unanitania love? Nikamwambia kweli. Akasema mbona wamekudescribe kama yani wewe kabisa, yani walivyokudescribe ni wewe kabisa. Sababu mimi nilikuwa na appointment na jamaa sasa hivi apokee simu zangu. Nikamwambia hata mimi apokee zangu. Akaniambia kweli? Nikamwambia hata mimi nijue mko. Nikamwambia tena tuko wote. Ndio maana mimi nimekupigia. Nikamwambia hatuko wote. Nilipiga simu siku 3 ili nazipokelewe. Nakumbuka by that time wazazi wangu walikuwa wameenda Uganda. Kuna kaka yetu alikuwa na wao Uganda. Actually unamfahamu Isaac Malonga. Isaac Malonga is my brother. Kwa hiyo walikuwa wameenda kina mama Uganda kwenda kutoa mahari. Wanapigiwa simu mimi nimelazwa hospitali. Pressure imepanda. Yaani sio tu kwamba mtu anatoka na mtu anafanana na mimi. Sio hata na yule ex, kwa sababu yule ex hatufanani. Lakini ananiambia description niliyopewa shemo ni wewe kabisa. Alafu sio kitu cha utani, kwa sababu mimi na shemeji yangu hatunaga utani. Aidini mtu apatikane siku 3 kwenye simu. Apokee simu. Zamani tulikuwa tuna blutiki. Kwa hiyo uweze kujua, lakini message zimeenda. Iya mtu apokee simu. Alafu ubaya zaidi kwa ni IT. Kwa hiyo anajua machaka. Kwa hiyo anajua namna ya kufanya. Yaani kuna muda utapiga utaambiwa namba imezuiliwa.
So nilianza kujua kwamba kuna sio kila kitu kinaweza kuvumiliwa kwenye mahusiano. Na pengine labda mimi ningekuwa serious nikasema sitaki kuachana na haya mahusiano, pengine ndio wale wanawake ambao unakuja unaolewa unaanza kuwatukana na wanaume kwenye mitandao, lakini kumbe haya mambo uliyaona. Yaani uliyaona kabisa yakiwa mabichi. Na wanaume wa hivyo mara nyingi waga wanatafuta wanawake ambao wataweza kuwavumilia katika kila baya wanalolifanya. Unaelewa? Yaani kuna mtu anajua kabisa mimi nikienda kwa mwingine atakuwa mjinga hivi, kwa hiyo bora huyu nimweke ndani ili niendelee kufanya mambo yangu. Wapo wanaume wa hivyo. Sasa mimi nikasema siwezi kuwa mwanamke wa hivi. Kwa hiyo tangia hapo ni kweli ulipopona. Ni kweli niliwahi kupigwa matukio baada ya hapo, lakini hayakuwa makubwa kama yule. Kwa sababu kama hutajifunza katika makosa yako ya kwanza, wewe utakuwa sio mtu wa kujifunza. Kwa hiyo katika umri mdogo nilijifunza vitu vikubwa sana kwenye yale mahusiano. Hayakuwa mahusiano ya muda mrefu sana, lakini alinifundisha vitu vingi sana. Kwa hiyo katika safari yangu ya usingo nilikuwa natembea huko na nyata. Yaani sikimbii kama kama mwanzo ambapo una kipapa. Yaani umetulia. Hivyo ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo hilo ndio ilikuwa mahusiano yangu ya kwanza. Mahusiano yangu ya pili nadhani nilishai kukwambia kwamba nilidate na mtu mwaka mzima, alafu nikaja kugundua ana mtoto after 1 year. Yaani ile ndio iliniua kabisa. Yaani okay, hebu tueleweshe vizuri. Yaani ndani ya huu mwaka mlio date alikuwa na mtoto? Hana mtoto. Hakuwa na mtoto. Yaani mimi niko kwenye mahusiano tunaenda mwaka wa pili. Ndo nagundua na mtoto mdogo. Lakini aliniambia hana mahusiano yoyote. Na mwanamke aliwahi kuwa na girlfriend. Ambayo girlfriend hadi nyumbani walikuwa wanamfahamu na nini, lakini alizingua, kwa hiyo hawakuendeleza mahusiano ya aina yoyote. Kwa hiyo kwenye picture nilikuwa mimi ndio nilivyokuwa najua. Ila nimekaa na karibia miaka 2 kwenye mahusiano, nakuja kukuta kuna mtoto kwenye mahusiano ambaye aliingia. Ina maana basically aliingia huyo mtoto kipindi mimi niko naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo sijui alikuwa anafanyaje, lakini ilikuwa inawezekana. Anafanyaje kwa kweli? Ya naenda kusalimia mara moja kwa wazee. Okay. Kumbe anaenda kumcheka. Kumbe akaenda kusalimia kwa wazee ndo nikakaa nikasamee. Ukamsamee. Nikamsamee. Mkaendelea. Okay. Nikasema alipitiwa. Okay. Mimi tena mama kambo mtarajiwa. Nikamsamee. Tukaendelea na mahusiano. Tumekaa tena. Tukio lingine hili tena sikukuhadisia. Tukio lingine. Ukiacha mtoto mdogo, kulikuwa kuna mtoto mkubwa tena wa kike ambaye sikuambiwa. Kumbe wawili sasa. Tena na mama huyo. Ala. Na baba huyo. Nikaja nikamuuliza, kwani tulivyokuwa tunaanza mahusiano kwa nini kuniambia kama mtoto? Akasema mimi sikuona kama ni information ya muhimu sana wewe kujua. Okay. Okay. So mtoto wako, damu yako sio information ya muhimu mimi kujua. Ulikuwa unapanga tukioana tutaishije? Unajua nini? I thought when we get to that river we will cross it. Nikamwambia now we are in the river. Let's cross. Nikamwambia tumeshafika kwenye huo mto, tuvuke sasa, nionyeshe tunavukaje hapa. You know. Nikablock. Nikasema hivyo kabisa. Yaani hapo nikaa mwisho. Kwa sababu nikaona kama mtu anaweza kukuficha Irene kuhusu mtoto, ni vitu vingapi anakuficha? Anakuficha atakuficha vitu vingapi kuhusu finance? Atakuficha vitu vingapi kuhusu career? Atakuficha vitu vingapi kuhusu familia? Hauwezi ukadate na huyo mtu. Utawezaje kuwa na mtu ambaye constantly anakudanganya? Kwa sababu unawezaje kumficha kitu kikubwa hivyo mtu? Ina maana vidogo hivi vya niko Morocco na saa uko Sinza, yani nitakuwa ni vya kawaida sana. Sana. Kwa hiyo mahusiano yako. Kwa hiyo chapter nao nikafunga. And then baadaye nikaja nikakutana na kijana tu mzuri sana tu, yani ambaye sasa nikasema hapa ndo mwisho sasa. Yani huyu ndo tumemaliza. Yani hata nilikuwa nikikaa nikimwambia Mungu na baba huyu ndiye. Basi
na type yangu kabisa maana kila mtu ana type jamani alikuwa type yangu. Kwa hiyo nikasema hapa ndo mwisho. Kufika pale kipingamizi kikawa imani. Mama anasema mimi sitaki mtu kama sio mlokole. Sawa, ni kweli utaki mtu kama sio mlokole, lakini mbona haumtreat vizuri? Yani ili tunaamini kwamba ili umlete mtu kwako ni lazima uwe mzuri kwake. Yes. Yani kuwa mbaya kwake unamsukuma mbali. Yes. Ile mama alinisukuma mbali bila hata kunifahamu. Alinisukuma mamake mzazi. Na moja ya kitu ambacho Irene niliwahi kusema mimi, sitakuwa kipingamizi cha katikati cha kumfanya kijana aachane au aache mahusiano aliyokuwa nayo na mama yake mzazi. Irene mtu kazaa, kalea, kasomesha. Na by the way alikuwa ni kijana ambaye amelelewa na single mom. Nikamwambia there's no way mtu uliyekutana na mimi nikiwa tayari na meno yangu 32 eti nije tu leo nikatishe mahusiano yako na mama yako. Kwa hiyo yule kijana shida kubwa ilikuwa hiyo, na kwa sababu nadhani ya malezi ya mzazi mmoja na kutokuwa na father figure kwenye maisha ilimfanya akawa hesitant hata kusema anaweza kukutetea au kufanya maamuzi. Yes. Yani halikuwa haana chochote cha kusema juu yako. Na alikuwa hawezi kujitetea hata kwangu. Yani ulikuwa unamuona kabisa anapata kitete every time kizungumza kuhusu ndoa akifikiria kuhusiana na swala la imani. Mnaweza mkawa wewe na yeye mnaongea vizuri and then kesho anakuja amebadilisha mawazo. And I was like hamna kitu hapa. Miaka 3 Irene. Wow. Nilikaa 3 good years of my life. And the way you know how to pump. 3 good years. Unanunua zawadi unazifungasha unazipeleka kwa mama mkwe. Hakutumia hata message ya thank you au hata nimepata. Irene mimi nilikuwa natuma hadi maparachichi ofisini kwa mama mkwe. Nilikuwa najua mama mkwe anapenda maparachichi. Kwa nilikuwa najifungasha natuma. Dada. Sipata siambiwi hata sorry, thank you. Nanunua keki unapeleka. Birthday mama mkwe. You getting nothing Irene. Nobody's telling. Yani sawa. Ni kweli hunihitaji kama mtoto wako. Basi kama ni tu kama binadamu wa kawaida. Yani kama tu binadamu tu. Mtu tu baki. Appreciate. Atakuja kukuambia mwanae, mama alishukuru sana. Mama ana namba yangu. Okay. Na mimi nina namba yake. Okay. Akiposti sasa sinaona. Yeah. Nikiposti zangu ana view. Okay. What happens? So kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea katika maisha ukasema Mungu ananipa majaribu sana kwenye maisha yangu ya usingo. Lakini unatakiwa kujua kwamba majaribu wote tumeyapitia. Na inaweza ikafika kipindi ukaona kabisa ni wewe ndio umebeba mzigo wa dunia. Yani like you know I don't see nobody. Mimi ilifika hatua I didn't see nobody. Yani mpaka nilikuwa naona kama watu wanaolewa ni delusional. Yani inafikiaje mtu mpaka anafika hatua anavaa shela. Yani wanafanyaje au kuna kitu gani anafanya? Yani wanafanyaje mpaka wangekuwa watu ambao sio wa imani anakuambia nipe namba ya mganga wako. Niende na yani hali ni mbaya. Hali ilikuwa mbaya na hali sio mbaya tu kwa binti anayenisikiliza sasa hivi au kwa kijana. Hali inaweza kuwa mbaya kwa mtu yoyote yule. Yani almost wanasema you don't even know mtu anapitia nini, just be kind. So hata kwenye mahusiano unaweza ukajihisi kwamba wewe uko kwenye the worst relationship. Kuna mtu ukija kumsikia unasema sasa huyu anafanya nini? Kuna rafiki yangu mmoja anasemaga mimi kweli sina boyfriend lakini fulani jamani aachane tu na yule mwanaume. Anamuonea huruma. Anamuonea huruma kwamba ni kweli mimi sina mtu lakini mimi namuonea zaidi huruma yule. Sasa katika hiyo mieleka yote uliokula Loveness ambapo ulifika mwisho ukasema mimi basi ni uliwezaje kumaintain utulivu? Yani ukasema bwana we basi yani uliwezaje kumaintain ule utulivu ukatulia kabisa uka overcome zile pressure? Obviously najua ulikuwa ukiongea na mama mgonja mtapiga story afu najua katikati pale ataingizie yani atachomekeamo ukienda kwenye harusi na mbio yako lini mwanangu nani kesho kutwa hapa na kitchen party ya fulani au na send off ya fulani yani ili akushtua yani kama vile unajua muda unaenda kabisa. Wewe ulifanyaje hapo kuepuka hizo pressure na kelele za watu wa nje kuweza kupata utulivu
wa kufocus. Actually niligundua kwamba all this while nilikuwa naombea the wrong things kwanza. Okay. Sometimes especially si mabinti, wanawake tunapendaga sana kuombea vitu tunavyovitaka, lakini sio vile vitu ambavyo tunatakiwa tuwe. You get my point? Yani unasema mimi nataka mwanaume mwaminifu. Mungu naomba unipe mwanaume mwaminifu. Lakini Irene una wanaume 5 na chat nao atpa. Na excuse yako ni kwamba unajua you can't know, huwezi kujua yupi ni yupi. Kwa hiyo katika hao 5 hapo ndapo alifurahishaga. Katika hao 5 nitachagua moja. Irene si kweli. Kwa hiyo nikaanza kumwambia Mungu naomba niishi yale maisha ambayo mimi nataka nikutane na huyo mtu. Ruvanda kuna siku moja aliwahi kusema, akasemaga watu wengi sana ambao wanapendaga vitu fulani kwa watu, hivyo vitu hawana. Nataka nipate mwanaume mwenye hela. Hana hizo hela. Yaani hizo hela ambazo anaziota. Kwanza hana hata mawazo ya kuzipata. Lakini anaamini kuna mtu anazo na yeye anatakiwa kuzimiliki kupitia mtu. Kwa hiyo nikaanza kumwambia Mungu, ninahitaji unipatie vitu ambavyo mimi ninaviomba kila siku kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo kwenye daftari langu nilikuwa nimeandika, Mungu naomba niwe hivi, naomba niwe hivi. Yaani nikaacha maombi ya kumwombea mwanaume sasa ambaye ninamtaka, kujiombea mimi, kujitengeneza kwa lugha nyingine kabisa. Kwa sababu Mungu hawezi kukupa kitu kikamilifu wakati wewe sio. Wala hawezi kukupa kitu kizuri. Hata maandiko yanasema Loveness tutapewa wakufanana na wakufanana. Wakufanana. Sijui kwa nini huwa ieleweki. Alafu sorry na kuingilia, lakini unakuta mwanamke ameolewa anamzungumzia vibaya mume wake, anasahau alipewa wakufanana na. That's your reflection. Fanana naye. That's your reflection. That's people reflection. Forget that. Kabisa. Yaani unapewa kufanana naye. Kuna mimi mmoja ilikuwa inatembea sana mtandaoni. Actually ilikuwa ni ka video dada na mume wake, boyfriend actually amemfukuza boyfriend wake nyumbani kwa sababu amepata message kwamba boyfriend wake ana cheat. Rafiki yake akaenda kwa rafiki yake anamlilia, anamwambia I couldn't believe Brian cheated on me. Akamwambia isn't just yesterday you cheated on him. Asema he doesn't know. Hivyo umeelewa? Kama hajui kama hajui haina shida. Ila ukifanywa mbaya hiyo. Kwa hiyo mimi nikaanza kuona kwamba kwanza natakiwa niwe composed na kujifunza vile vitu vyote ambavyo ninataka mimi kuvipata kwa mtu. Kwa hiyo kama nataka mtu mkweli, mimi nianze kuwa honest hata kwa vitu vidogo. Siwezi kuja kwenye sherehe yako, sitaweza kuja nikwambie tu ukweli. Lakini I will make it up to you. Nitatuma zawadi yangu. Nimeshindwa kuja kwa sababu siko sawa kiafya. Lakini kukupa hope, Irene, yani tuko pamoja. Yani hey, I can't wait. Wakati kabisa dhamira ya moyo unajua hawezi kuja. Nikaanza kusema hata vile viungo vidogo vidogo hebu koja niviache kwanza. Unajua vile ambavyo watu wanaonagi vile zile dhambi ambazo tunaonagi kama ni dhambi. Unaona ndo pale Mungu waga na find fault. Kwa hiyo nikasema anyways, nataka kuwa mwaminifu, hebu niache kuchat na kila mtu kwanza. Yaani huyu leo anakuja anasema hivi, huyu namuona mkaka huyu leo nimechukua namba, nimeanza kufocus. Je, niache. Nianze kujifunza kuwa na discipline. Kwa sababu shida ni kwamba Irene, usipokuwa na discipline, hata kama leo tukakupatia mtoto wa rais ambaye atafocus na wewe, kama wewe hauna discipline. Ndio nilikuwa naambia watu ofisini nilikuwa nafanya kazi as HR, nikaambia leo unafanya kazi hapa, unasema you can't give your all kwa sababu hii sio dream job yako. Hata kesho kutwa tukikupeleka kwenye your dream job, kwa sababu wewe sio mfanyakazi bora, hujitumi wala huonyeshi kuchapa kazi, hautafanya vizuri. Abadani watakuondoa tu. Kwa sababu mzuri ni mzuri na mbaya ni mbaya. Kwa hiyo nikaanza kumwambia Mungu sasa naanza kujitengeneza vile ambavyo nataka niwe. Kwa hiyo nikaacha kuombea vitu vyote ninavyovitaka. Nikaanza kujiombea mimi. So pale nikaanza kuona reflections. Kwanza nikaanza kuona ninavyobadilika. Nikaanza kuona kwa maana hiyo hata mtazamo wako ulibadilika kwamba dunia sasa uliiona tofauti. Absolutely. Na Irene, hakuna kitu kizuri kama kubadilisha fikra. Yaani fikra yako. Kuna mtu aliwahi kusema hata haya maji haya ukiongelea maneno mabaya alafu ukachukua yale ukaongelea maneno mazuri, ukinywa watu waona machungu.
Kwa sababu maneno ni roho. Fikra zako, yani fikra zako ndo zinazoharibu na ndo zinazoweza kutengeneza. Baada ya hapo sasa uwezi kuizuia society pressure, uwezi kuizuia. Kwa sababu kuna timeline ambayo binadamu wote tumewekewa. Hata Biblia inasema kuna majira na wakati. Katika kila jambo kuna majira yake. Kwa hiyo haiwezekani wakati wa kulima watu wasikushtue lima. Sio, umeelewa? Muda wa kuvuna watu lazima wakushtue, vuna. Watu wanaokasirikiaga watu, kwa nini mtu analisema kuolewa? Kwa nini ananiuliza? Hapana, utaki kukasirika. Unatakiwa tu kujua namna ya kuhandle situation, lakini huwezi kukasirika kwa sababu hivyo ndivyo majira na wakati yalivyopangwa. Na kwa bahati mbaya umri ukifika unaonekana tu kabisa. Watu wanakuona kwenye maturity yako. Wanakuona namna ambavyo unajiassociate kwenye shughuli za kiuchumi, shughuli za kifamilia. Wanaona huyu tayari amefaa kuwa mama. Lakini kwa nini awe mama? Kwa nini awe mke wa mtu? Lazima tumuulize. Na sio kwamba kila mtu anayekuuliza anakuuliza in a place of in bad luck, kwamba anakutakia ubaya. Kuna watu wanakuuliza in a place of love. Ila sasa wewe unavyochukulia ndio itakuwa tofauti. Unajua una mind labda kwa sababu hawajui unakula mieleka gani. Haijalishi. Hawajui. Mimi pamoja na mieleka yangu yote niliyopitia hii. Siachagi kuuliza wadogo zangu, kwa hiyo amuonioni huko? Siwezi kuacha. Yaani siwezi kuacha na sio kwamba nauliza kwa ubaya. Mimi nawatakia mema, lakini siwezi kuacha. Yaani Irene mtu ambaye hakuulizi maswali magumu, hakuambii vitu vinavyokuumiza, hakupendi. Yes. Yaani mtu ambaye kila siku anakuambia Irene you look good, umependeza. Irene kipindi kiko vizuri kabisa. Wewe ukikisikiza mwenyewe unaona sauti kabisa mbona inacheza. Alafu mtu akwambia kiko fresh kabisa, perfect. Wewe mtu mwenyewe utakuwa unamchukuliaje ukikaa? Sema tu kweli. Unamuona namna gani? Mbona kama vile hajanisaidia. Umetoka vizuri kabisa, unamwambia umenionaje? Umependeza, you look so good. Ukitoka tu hapo nje watu wanakuangalia, nini? Makeup imezidi. Alafu umetoka ndani mtu anakuambia mtu amekusifia. Umependeza. Utamuonaje wewe mtu? Pengine yeye kwa akili yake anafikiri labda nikimwambia nitamuumiza. Lakini kuna namna ya kumwambia. Je, katika haya yote ulioyafanya Loveness, kipengele cha anyway nikuulize labda, do you think kwamba maeneo ambayo unakutana na mpenzi yanamata sana kufanya labda ndoa iwe namna gani? Sana. Unadhani inamata sana? Kwa nini? Mimi hata nilipokuwa single. Nina marafiki zangu wanakaa nje. Kwa hiyo wakijaga hapa Bongo wanatakaga tuishi kama ambavyo wana fantasize kwenye kichwa. Shout out to Miki and Tuma. Ndio mtu na mume wake. So by that time hata walikuwa bado hawajaoana. Kwa hiyo walikuwa wakija Tanzania wanakuwa wamemiss ku have fun. Yaani wakiwa nje unajua hawapati nafasi ya ku have fun wanapotaka. Kwa hiyo wakija Bongo wanataka ku have fun, waende sehemu zote za starehe, wa enjoy, wafanyaji wa party hivyo. Kwa hiyo walikuwa wakija, mimi nilikuwa siwezi keep up na pesi yao kwa sababu sio mambo yangu. Yaani mimi sio mtu wa kutoka usiku na nini. Kwa hiyo walikuwa wanafanya zile siku chache ambazo naweza mimi kuattend, tulikuwa tuna make the most of it. Ila Irene nilikuwa siwezi kwenda kidimbwi. Nishai kwenda kidimbwi mimi. Lakini eti niende kidimbwi mpaka asubuhi mtu aniombe namba nimpe. Ilikuwa haiwezekani. Yaani wewe ni kuona unashinda kidimbwi hadi asubuhi. It's not the life I want for myself. Hayo sio maisha ninayoyataka mimi kwenye maisha yangu. Yaani niende sehemu nitoke niende sehemu, nikutane na mtu, ana vibe, anakunywa, mpaka asubuhi. Yaani saa 11 ile. Alafu unatoka pale, mtu yuko njui anakuomba namba. Irene mimi nilikuwa siwezi kutoa. Kwa sababu sio maisha ninayotaka kwa ajili yangu. Yaani sio sehemu ambayo ninaona ni sahihi mimi kwenda. Mimi nimeenda kwa sababu maalum. Lakini yule mtu haonekani yuko pale kwa sababu maalum. Ni lifestyle yake. Kuna mtu ukienda naye sehemu Irene anakuambia, "Bosi, nini leo?" Anakuambia ya kila siku. Unajua hii ni kazi. Yuko kwenye kioski fulani hivi ambacho kiko katikati ya mtaa, yani alafu nakwambia the usual. Alafu wewe ndio unahitaji uwe na huyo mtu. Kwa mimi sasa inawezekana kuna mtu anaweza kupenda wa hivyo, mimi hapana. Kwa hiyo mimi kwangu ilikuwa inamata kwa sababu kuna mazingira nilikuwa nahitaji. Ndio maana nilikuwa nasema binti anakuambia mimi nataka nipate mwanaume pilot. Lakini hajaipanda ndege. Kutu anashindwa kidimbwi. Yaani kama sio kwa mashoga zake ametoka ameenda kwenye starehe. Kama sio kwenye starehe. Sasa mapilot wanakaga huko. Okay.
anakwambia I want to travel the world, kwa niko na mwanaume pilot, I think I'll enjoy ni kweli. Lakini unaenda wapi kumtafuta mwanaume pilot? Na umekaaje, ukoje? Unajua, Embu kata ticket siku moja ya Tanzania, nenda zako hata Mwanza huko katembea. Alafu watu unajua wakatazwa. Watu wasichojua ni kwamba ukiingia kwenye ndege ya Irene haukatazwi kwenda kule mbele kwa mapilot. Ndio maana unaona kuna watu wanaenda unapicha. Yes, and it's very inaruhusiwa. Oh yeah. Hivi ukienda pale ukaanzisha ka conversation kabla ndege haijaondoka, ukapiga story, unaweza ukapata ta namba. Unaona bana, chukua hiyo kodi mwanangu. Lakini sasa wewe unasema hivyo, mimi nataka ni associate, mimi natamani nipate mwanaume perfect, mchungaji. Yaani mimi natamani nione na mchungaji. Hadi kanisani unajua ienda. Unaendaga Pasaka, Christmas. Na pejewe kama ameamka vizuri ndo aende. Hata Pasaka yenyewe ikitoka saa moja, mimi naendaga misa za asubuhi, nimechelewa kuamka leo, siwezi kwenda. Irene, wanawake wanajua ni nini cha kufanya, lakini hawakumbuki. Yaani sio kwamba hawajui, ila hawakumbuki. Yaani leo ukimwambia mwanamke, Irene, ukimwambia mwanamke kwamba unatakiwa unamuosha mwanaume wako miguu kama sehemu ya kumpatia starehe, hata angalau mara moja kwa mwezi kwenye ndoa, atakwambia okay, kumbe sio kwamba hajui, ila hakumbuki kama anatakiwa kufanya hivyo. Na ndio maana inabidi tu tunakumbushana kila siku mambo ya kuyafanya ili tuweze kuweka chachu kwenye mahusiano na ndoa zetu. So hivi haya mambo ya kukumbushana kwamba sehemu ya kukutana na mtu wako ina mata ni vitu vya muhimu ili watu wasijisahau. Mtu anasema mimi nataka ni date na mzungu. Hayuko kwenye online dating hata moja. Yeye haendagi hata hoteli kubwa kuona kwamba atapata wazungu. Hajawahi kwenda bookshops. Bookshops ndio watu wazungu wanaendaga kuchukua vitabu kule kusoma. Mtandaoni ana 0 picture. Anafollow watu 3000, anafollowliwa na watu 55. Hayuko socially interacted kwenye pages hata za hao wazungu. Irene, how? Hata kuja. Hata ukipiga magoti ukasugua, Mungu hawezi mleta mzungu ndani. Yaani mzungu hawezi kosea namba yako leo akakupigia Irene. Hi Irene. Haiwezekani. Sitakutana mtaani wapi? Huku kwetu. Wewe wanaume wangapi unautana mtaani akakutokea? Kwa hiyo kwangu mimi sehemu zilikuwa zinamata kwa kweli Irene. Kwangu mimi sehemu zilikuwa zinamata. Ikawaje sasa ukampata captain? Akajaje into the picture. Hapo kwanza hapo ninywe maji. Upoze koo kwanza. Manake kapteni inaonekana mtu mwema sana kwa sana. Kapteni huko uliko bana. Bwana mtendee mema. Tunakushukuru sana bwana. Umemtoa dada kwenye manga. Bwana mimi ndio ninachosema kwamba mimi I was single and it was well known kwamba I am single. Mimi sio, nadhani hata kabla ya captain, sidhani kama ulishawahi kuona labda na mposti mwanaume kwenye mtandao, sijui boyfriend. Sijawahi. Sijawahi kwa. Kwa hiyo mimi of course mtu atajua kwamba kuna mtu na date naye, like labda you're my friend, nakumbuka kuna kipindi I had mahusiano kwamba kuna mtu yuko hivi na hivi. Yeah. So you're my friend, nitakwambia kwamba nina mahusiano and you know you have best interest in me. Lakini sita publish kwa sababu kuna viwango natamani tufikie na mtu wangu, alafu ndio nione kama naweza nikapublish. Lakini pia nikiwa single, those close friends watajua kwamba I'm single. Vipi jamaa mnaendeleaje huko, vipi shemshemu wangu ajambo? Shemu wako hayupo bwana, mimi sasa hivi niko single. Imekuaje? Ndio nitakwambia hivi na hivi ilitokea, mambo ya kwenda. Kwa hiyo kwangu rafiki yangu mmoja anaitwa Veronica ambaye ni childhood friend wangu, alikuwa anajua kwamba mimi was single. Sasa nakumbuka haikuwa the case, lakini alikuwa amempost captain, alikuwa amemaliza CPA, amefaulu CPA by that time. Sasa alipompost kwenye status yake, congratulations my brother, God bless you, nini, thank you for taking care of, alikuwa na mtoto. Kwa hiyo huyo mtoto alikuwa ni amebond, yani ana bond sana na captain sana. Yani ukishika simu ya captain utakuta voice note hazieleweki, emoji na nini zimetumwa, ankoti mishu sijui nini. Kwa hiyo tangu yuko mdogo yule mtoto alikuwa anamlea sana. Kwa hiyo akaandika caption nzuri sana. Kwa hiyo mimi nakumbuka kwamba yule rafiki yangu alikuwa na kaka enzi hizo, sababu tulikuwa tunakaga karibu. Baadaye
tukawa tumehama, yani tukawa tena hatuko karibu, na maisha yalipozidi kwenda miaka tukapotezana. Kwa hiyo sikumbuki hata kaka yake anafananaje and all that. Kwa hiyo alipokuwa anasema kakako, nikamwambia congratulations to your brother, jamani, mpe hongera sana, yani hivyo. Unajua ile kwamba umeona mtu fulani kama yule baba post mdogo wako happy birthday, mwambie happy birthday to baby brother na nini ya. So ilikuwa something like that. Baada ya hapo akaniambia tena kakangu yuko single. Nikamwambia kakako yuko single, kakako mzuri hivi yuko single, huo ni uongo bwana. Akaniambia kakangu yuko single love kweli. Naomba yani nikamwambia kwa hiyo akasema ngoja nikupe namba yake. Nikamwambia mimi namba yake siwezi kuchukua. Kwa sababu siwezi kumtafuta. Kwa labda umpe namba yangu. Ilitokee yani tena wewe hata sikuombi, namtumia. Akamtumia namba yangu na mimi nikapewa namba yake. Ila mimi kumtafuta sasa ndio ilikuwa haiwezekani. Changamoto. Naanzaje happy birthday ongera kwa speed. Naanzaje. Kwa hiyo akanitext pale. The guy nakumbuka kwa nimetoka ofisini mida saa 12 jioni. Akanitext, hello, nimepewa namba yako na V. Aha. Kwanza nilichukua muda kidogo sikujibu. Niliona sikujibu. Ajikuta namna gani? Sio mgumu. Nikasema ngoja kwanza nichill kwanza. Nikaonekana niko kwanza. Ngoja ni relax. Nikamtafuta. Kwanza vya kanitafuta. Kakangu amesha kutext. Naona alipotextia ajibiwa akarudisha feedback kule. Kakangu amekutext bwana. Nikamwambia sawa, ngoja nimjibu. Tukachat usiku mpaka saa 6 usiku. Trust me, baada ya kuingia kwenye mahusiano na huyu kaka ndo nikagundua kwamba huyu kaka alikuwa analaga saa 1. Lakini ile siku alikaa macho mpaka saa 6. Wow, mapenzi yana nguvu wewe. Kweli. Saa 6 usiku mtu anachat naye. Namuuliza umelala? Hapana, sina usingizi. Usingizi. Kwa nini hauna usingizi? Sasa siku zimeenda namuona tunaongea kwenye video call anasinzia. Namwambia hivi, ananiambia hivi, unajua mimi nilikuwa na saa 1. Ni before you came to my life. Mimi saa 1, saa 2 nimeanza. Inshallah. Nikitoka kazini nimechoka naoga nikulala. Tukutane kesho asubuhi. Nikamwambia okay. Akasema lakini after you coming to my life I had to adjust. Ili mambo yaende kwa sababu siwezi nenda nikarudi nikaa na ratiba ile ile ya kulala. So that is how we met. Shout out to Vero jamani. Yani shout out to Vero. Na alikuwa anafuatilia hayo mapenzi. Safi sana. Lakini umejifunza nini kutokana na hilo, kwamba kumbe kuna umuhimu pia kuangalia watu wanaokuzunguka Irene, hilo jambo limenipa deni. Unajua deni? Mimi mwaka huu nina watu 2 ambao nimeunganisha, yani couple 2 ambazo this year zinafunga ndoa. Wow. Hiyo ilibaki kuwa deni moyoni mwangu, nikasema I must yani hii lazima nilipe. Na nimeamua kuilipa for the rest of my life. Yani natamani leo nikimuona Irene kwa namna ninavyomjua, kwa tabia alizonazo, najua nikimpa fulani watafika mbali. Na unajua raha ya kuunganishiwa ndio hiyo. Yani Irene anamjua Loveness, Irene anamjua Edward. Anajua Edward na Loveness nikiwaunganisha. What a match. Kwa kweli hebu mwacheni wivu watu jamani. Unajua yeah, I mean yani it doesn't cost you anything. Yani haikupunguzi kidole wala unywele wako. Haikupunguzi chochote kuona kwamba fulani anamfaa fulani. Just try. Wakishindwana basi wameshindwana, lakini watakie mema watu, yani just like yani watakie watu mema na wewe mema atakufuata. Kabisa. Kwanza 37% ya ndoa ambazo zimedumu na ndoa ambazo zina furaha duniani, 37% ni ndoa zilizotoka kwa watu wa kuunganishiana. Yani waliokutana kanisani unakuta 3%, waliokutana sijui msikitini 1% ngapi, waliokutana kazini, waliokutana chuoni, waliokutana maeneo tofauti, lakini wanaoongoza kwa kuwa na ndoa zenye furaha ni wale watu ambao waliunganishwa. Yani fulani anamjua fulani wakaunganishwa. Kwa hiyo yani ni kitu kizuri na Mungu atakubariki. Ni kitu kizuri sana. Yeah, so mimi I'm so proud. Mimi nitaanza kukifanya. Japo anakiogopa. Unaogopa kwa sababu mara nyingi unachowaza ni je vikiharibika? Lakini kwa nini usiwaze je vikifanikiwa? Kweli nitaanza kufanya. Ila naogopaga sana kwa sababu naona kama nabeba ile dhamana ya mahusiano yale,
kama Loveness ninayemjua akaenda kula akaportray kitu kingine tofauti ambacho mimi pengine sikijui. Na nyie mnaoaminiwa mnatakiwa kuact accordingly. Yeah. Yaani kwa mfano mimi jinsi ambavyo sifa zangu ziliportraywa kwa captain, mimi ningeact tofauti. Yeah. Captain angeona hapana. Lakini mimi baada ya captain kunijua, in 2 weeks captain anaomba information za kwetu. Anasema hivi nikitaka kwenda kwa kina Loveness nafanyaje? In 2 weeks. Yes, kwa sababu ulikuwa ushajifua dada. Ulikuwa umeshakaa kwenye mfumo. Nilikuwa nishajiandaa, nilikuwa nishajipanga. Yeah. Kwa hiyo pengine kuna vitu pengine labda Mungu anavichelewesha kwako, sio kwa ubaya. Ujiandae kabisa. Yeah. Kabisa. Yaani leo hatuwezi tukukurupusha ili tutakwambia tunaenda airport. Ndio unataka kwenda nje, Sasa hivi nakwambia yaani tutoke hapa sasa hivi tuende airport. Hauna passport, hauna visa. Yeah. Lakini ndio ushafika airport. Unafanyaje? Huwezi kwenda popote. Lazima tujue kwamba as much as kuna vitu tunavihitaji sana kwenye maisha, inabidi tufuate hatua. Yeah. Naambiaga watu, mchungaji wangu anapendaga kusema Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba dunia yote kwa siku moja. Kila kitu akakiumba kwa sababu tunaamini na uwezo. Lakini kwa nini alianza siku ya kwanza na iwe anga, siku ya pili na awe ndege, siku ya tatu na mpaka siku ya 6 akamuumba mwanadamu, alafu siku ya 7 akapumzika. Kwa Mungu anatufundisha nini? Kila kitu lazima kiwe na hatua na utaratibu. Yeah. Na ni Mungu wa utaratibu. Kabisa. You can't get all at once. So kwamba anashindwa kukupa mke au mume. Anaweza. Kuna utaratibu. Kabisa. Inabidi yaani ndio kanuni. Na ndio maana hata mafanikio Loveness ayaji, yani leo umemaliza shule, umepata kazi, umesha miliki range, umesha miliki nyumba. No. Ukikutana na mtu anafanya hivyo, huyo ameruka. Kabisa. Na atarudi. Yaani niamini mimi atarudi kuanza mchakato au ufuate mpaka afike pale. Kabisa ndivyo iko hivyo. Na wanavyokuambia kwamba ndoa sio kitu rahisi, lazima upitie changamoto. Yaani sio kwamba utapitia changamoto na yule Mungu aliyemuandaa. Yule Mungu aliyemuandaa ni mna smoothly. Yeah. Lakini yule ambaye Mungu amemwandaa, lazima utapitia kwa changamoto ili siku utakapokuja kupewa yule kamili sasa, useme Mungu huyo ndiye sasa, huyo. Mimi captain alivyokuja, unajua ilikuwa kila mahusiano nikiingia nilikuwa naombaga yale maombi ya Bwana, kama si yeye naomba umtoe. Ile ombi hata sikuliomba kwa captain. Kwa sababu sio yeye kwa namna ipi, Bwana mimi ndo huyu. Na by the way, kama tulikuwa tunatoa hint, hiyo moment huwa ikitokea, moyoni mwako unakuaga hauna wasiwasi kabisa. Unakuwa hauna dukuduku kabisa. Na wala ujisikii kumimpress. Yaani unakuwa wewe. Kabisa. Yaani anakupa hiyo room ya kuwa wewe. Yaani kuwa Loveness, kujieleza, kuongea. Kabisa. Yaani kusema, yaani chochote unakuwa hauna mipaka. Ukiona mtu unaanza kukona kufikiria nisemeje hiki, nikiwekeje ili asiwe hivi, hiki nikifanye, ujue tayari hapo kuna namna. Lakini mtu akija, the first thing utajua ni kwa amani ulionayo moyoni mwako. Amani, yani joy. Yes. The joy, the peace, the way you relax. Mimi ni extrovert, mimi wangu ni introvert. Sio mzungumzaji kabisa. Yaani kila kitu ni cha kumlazimishia. Yaani fanya hiki, fanya hivi, mimi nitafanya tu kwa ajili yako. Lakini hata siku moja kwa kuniambia sitaki nikuone unafanya sitaki nikuone unafanya hivi, sitaki nikuone unaongelea hivi. Ainiambia hicho unachokipenda mama. Nikaambia ndio ninachokipenda. Basi fanya. Sawa. Haya, Loveness, wewe unatuambia kwamba wanaume si mbwa. Kivipi? Babako ni mbwa hivi? Hapana. Sasa kwa nini mtoto wa mwanamke mwenzio muite mbwa? Kwa sababu watu wanapigwa matukio. Kwa hiyo at the end of the day, kuna mwanamke mmoja huko alipewa tukio, akaja tu na hako kamsemo kwamba all men are dogs. Kwa hiyo every woman ambaye anapitia changamoto, akishamaliza tu utakuta na hiyo tagline all men are. Kwani Irene, topic zote ulizokuwa unazisoma shuleni zilikuwa zinatoka kwenye mtihani? Hapana. Zisipotoka ilikuwa na maisha ni mbaya hizo topic? Hapana. Zilikuwa ni nzuri tu, si ndio? Yes. Na kwenye mitihani mingine ilikuwa zikitoka watu wanafaulu. Oh yeah. Shule zote wewe naamini hujasoma shule moja. Pengine kama ulipitia mchakato wa kuwa na kusoma shule zaidi ya moja. Ina maana kwa nini usingetumia shule hiyo moja ukamaliza? Yaani ukaanza kusoma mpaka ukamaliza. Kwa nini?
Si ulihama. Wewe una namna uliona hiyo shule haikizi vigezo, ukaenda shule nyingine. Kwani na maanisha ile shule uliyotoka ni mbaya? Hapana. Hamna watu wanaofaulu pale? Wapo. Sasa Okay. hata kwenye mahusiano iko hivyo hivyo. Yaani ni hivi. Lisilomfaa Irene. Wanasema another man's food is another man's poison. Inawezekana ulikutana na poison yako, haukutana na chakula. Ulivyokutana na poison, ukasema hii ni poison. Lakini ile poison kuna mtu mwingine akinywa ni dawa. Mwanaume unayekutana naye akakupiga matukio, Irene, sio kwamba ndo mbaya wa mwisho. Hawa wanaume wanaotupiga matukio, sio tunaona Instagram na wake zao wanafurahi wanaenda kanisani Jumapili na watoto. Exactly. Good fathers, perfect. Lakini yeye alikuwa anakuambia I can't marry. Yeah. Sina mpango wa kuoa mimi. Hakuwa wako. Simple. Sasa kwa nini uende kuwatag wanaume wote ni mbwa? Yaani ni hivi, wewe ulikutana na mtu ambaye sio sahihi kwako. Na inawezekana ukangangania, ukalazimisha awe sahihi. Yaani ni kama hili unaenda dukani, unakutana na kiatu namba 38. Wewe mguu wako ni namba 40, lakini unangangana, yani nitakivaa kwa sababu nimekipenda, lazima nikivae. Hali ni kile kiatu kitakutesa. Utapata malengelenge, utaumwa miguu. Sio kwamba dukani hakuna viatu vingine, lakini wewe kile ndio ulichokipenda na ndio kangangania kukivaa. Ila kile kiatu akija mtu mwenye mguu namba 38 akakivaa, kitamtoa malengelenge. Hicho ndio kitu ninachoambiaga watu kila siku. Wanaume sio mbwa kwa hiyo context. Kwamba kama wewe babako alikuzaa, akakulea vizuri, akakupenda, ukaona umuhimu wa baba kwenye maisha yako, babako ni mbwa. Hapana, mimi babangu sio mbwa. Sio mbwa kwa nini? Kwa nini sio mbwa? Babako wewe ni king, lakini mtoto wa mwanamke mwingine mbwa. Hapana, Sio sawa. Yaani tunataka tu kujua kwamba chakula ambacho kikufaa wewe haimaanishi ni kibaya. Leo Irene, kama wewe huli broccoli, uweze ukailani broccoli. Hamna chakula kibaya kama broccoli. Yaani sikipendi kweli. Yaani hakina ladha, sio kitamu. Na kuna mtu anashindia broccoli. Very true. Unaelewa concept yangu? Very true. Kuna mtu anaishindia broccoli. Yeah. Wewe unasema mimi ni kila ice cream, natoka chunusi, nakaa vibaya, mwili unajaa mafuta. Alafu kuna mtu ice cream anakula kila siku, yani ndo dessert. Akimaliza kula anakula ice cream. Anakula ice cream. Na sio bonge wala nini. Na ana mwili wake wa kawaida kabisa. Sasa unaweza ukaelewa kwamba mimi concept yangu ya kuambia watu wanaume sio mbwa ni kujaribu kuwafundisha especially mabinti ambao hawajaingia kwenye ndoa na vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa kwamba hakikisha katika machaguzi yako unachagua kilicho sahihi. Kiatu kinachokutosha. Kiatu kinachokutosha. Kisikupwae, kisikubane. Factors ni nyingi sana za kuangalia Irene kabla hujaingia kwenye ndoa, lakini vijana wana factors zao wenyewe wanazozitaka kuziangalia. Kama tukijua ukitupa hata ngapi za msingi kabisa ni solid factors ambazo za kuangalia wakati wa kuchagua mwenza kwa kijana. Mimi wote wa kike na wa kiume. Mimi cha kwanza Irene, mimi kwangu kwa principles zangu zilikuwa mimi nilikuwa siolewi na dini. Ila nilikuwa pia siolewi na muonekano. Pamoja na kwamba nilikuwa nasema nina type zangu, lakini type ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo sio main. Kwa hiyo kitu cha kwanza ninachosema ambacho mtu anatakiwa ukiangalie kwa mtu, cha kwanza ni tabia yake ya kweli. Na ndio maana tunawaambiaga watu hakikisha unakuwa na mtu kwenye mahusiano, unaangalia namna anavyoongea, cha kwanza. Namna ambavyo ukimwambia kitu anakichukuliaje. Nimeshakutana na mtu ambaye akikanyaga hivi kidogo anafyonza, anatukana mpaka asubuhi. Ushakutana na huyo mtu? No. Yaani amekanyaga tu hivi kidogo. Wewe mshazi nini? Wewe kwanza, wewe muangalie. Unataka Irene, huyo mtu ukija kuwa naye kwenye mahusiano atakusumbua. Yeah. Hakuna kitu utafanya kitakuwa kidogo kwake. Kila kitu kitakuwa ni big deal. Kinanyambuliwa. Wewe utakuwa ni mkosaji wa kila siku. Kwa sababu binadamu hatujaumbwa kupatia kila kitu. Kwa hiyo lazima uangalie tabia ya mtu. Lazima, yani naambiaga watu kabla ya kusema unataka mtu mcha Mungu, taka tabia kwanza. Kuna watu wanajiita wacha Mungu. Ili tujue mtu ni mcha Mungu ni nini? Anavyoenda labda anavyoswali sana, anavyoenda sana kanisani, anasoma neno la Mungu kila siku anatupostia status. Lakini je, tabia ya huyo mtu inaendana na vitu vinavyopostiwa status? Yeah.
Ni mtu ambaye ukienda una shida yako, kitu cha kwanza anakuambia yani sijui binadamu wakoje. Kwa hiyo ukiniangalia mimi unaona mimi ndo naweza kusaidia. Mtu ambaye ana hizo approach, unajua kabisa hapa hii ni shida. Na ndio maana tunasema tuna emphasize watu kujitengeneza, kwa sababu tunaamini hata huyo mtu mwenye hizo tabia hapendi akutane na mtu mwenye tabia hizo. Anataka akutane na mtu ambaye ana tabia nzuri, lakini yeye hizo nzuri anazo. Kwa hiyo mimi moja kitu cha kwanza ni tabia. Lakini kitu cha pili ni msimamo wake wa imani. Irene, watu wanaweza wasichukulie poa. Wanaweza wakachukulia poa, lakini msimamo wa imani ni kitu kizuri sana. Yaani msimamo wa imani kwa maana ya kwamba mwenzako ni mtu ambaye anamwamini Mungu na anaamini kwamba Mungu ndiye the highest person ambaye tunaweza tukamwelezea matatizo yetu. Irene, ushakutana na wale watu ambao kwenye ndoa kitu chochote kidogo kikienda kombo ni anaenda kuripoti kwa mama. Anaenda kuripoti kwa bro. Akikosea watu chochote ameshanyanyua simu amepiga. Yaani mimi sijui niliolewa na mwanaume gani jamani. Yaani I can't. Sasa Irene, duniani tunayo dhiki, lakini tujipe moyo. Ila kuna watu hawezi kujipa moyo. Kuna watu hawajui kwamba Mungu ndo the highest person ambaye unaweza kwenda kwake kuanzia mwanzo na mwisho. Hao wengine waje baadaye. Sasa kama mtu atakuwa hajui umuhimu wa Mungu kwenye maisha yake, pengine hata ukimwambia mshukuru Mungu kwa vitu 10 alivyokupa, hana cha kushukuru. Yeye ni mtu wa kulalamika tu, mimi sina hiki, sijapewa hiki, sijafanywa hiki. Kwa nini usiwaze kuangalia ni nini Mungu amekufanyia? Naambiaga watu, kuna mtu amelazwa Ocean Road ana miezi 6. Atembei, anakula mionzi asubuhi jioni. Wewe unapewa miguu ya kutembea, unaamka vizuri, unahema, unatembea kwa miguu yako, hujalazwa hospitali una miaka 5, lakini unamwambia Mungu, mimi unipendi. Unamlalamikia Mungu. Sasa naambiaga watu, kama unashindwa kupata mtu ambaye tu anamwamini Mungu, yani sio hata mtu wa dini, mtu ambaye hana msimamo wote wa imani yake, haamini hata anayemwamini, yani hata yule ambaye tunamwamini yeye muamini, huyo mtu hawezi kukufaa. Hatuhitaji hata wewe ni mtu ambaye anasoma Biblia kila siku na kushandalize na kushinda kwenye Je, huyo mtu ana msimamo gani na Mungu wake? Hicho ni kitu cha pili. Baada ya tabia, hicho ndio kitu kinachofuata. Lakini kitu cha tatu ambacho siku zote naambiaga watu kitakufanya ujue, je, nitaweza kuyabeba madhaifu ya huyo mtu. Kwa sababu hata tujitengeneze vipi, kuna vitu ni udhaifu wetu. Yaani vitatuchukua muda sana pengine kuvirekebisha. Mfano, mimi naweza nimeweza kujikontrol kwenye maneno, lakini facial expression yangu haiwezi kukufurahisha. Yaani umenikosea, utajizuia nisiseme, lakini naweza sikuongeleshe siku nzima. Je, utaweza kubeba? Hicho kisirani utaweza kukibeba? Je, kama nitasema ninampenda huyu mtu, je, nitaweza kumcover ikitokea kuna mahali ambapo yeye hawezi kujisaidia? Yaani kwenye sehemu ambayo either mwanamke au mwanaume yuko vulnerable. Ushaikuona umeenda ukweni, alafu kila mtu anasema yani wa fulani yule, yule, yani huyu mtu nitaweza kumcover inapofikia sehemu ambayo yeye mwenyewe hawezi kujitetea? Kwa sababu hakunaga mkwe ambaye kibongo bongo, sijui kwa nje, lakini kibongo bongo sidhani kama kuna mkwe ambaye anawezaga kujidefend kwa wakwe zake. Yaani kwamba umesha akiuziwa Irene, una 1 2 3, eti wewe ndio uende kimbembele. Hapana, mimi siko hivyo. Unadhani ni rahisi? Lakini mwenza wako ndo anaweza kufanya hivyo. Sasa je, kitu cha tatu ni utaweza kumpenda huyo mtu mpaka ifike hatua utaweza kuyabeba na kuyavumilia madhaifu yake. Sio changamoto zake za tabia, ila kuna madhaifu, kwa sababu hakuna binadamu aliyekamilika. Na ndio maana kuna watu udhaifu wote wa mtu akiwa nao utasikia umetangazwa kote. Yaani kuna wale wanawake wanaume wengi walikuwa wapendi wanawake waende saluni. Kwa sababu wanajua mwanamke wangu akienda saluni it's the end of me. Baba fulani, wewe unasema wanaume wote ndio wao mwenzangu, wakijisaidia hawa flash, mataulo watupa chini. Yaani ni kero. Unapita barabarani watu wanaangalia, wakikuona tu wanaona huyu flash. Yeah. Yani unapita barabarani unawasalimia watu, habari zenu bwana. Yaani kuna namna
umeshindwa kuyabeba madhaifu ya mwenzako mpaka watu wengine wanaona. Huo nimetoa tu mfano mdogo ambao ni mrahisi kutoa, lakini nachosema ni kwamba je, una uhakika kwamba huyu mtu utaweza kubeba madhaifu yake? Very important by the way. Lakini kitu kingine cha 4 na cha mwisho kwangu mimi, natamani kila mtu najua kindness ni skill. Unajua Irene, kama vile ilivyo skill ya money management, public speaking skill, communication skill, kindness ni skill. Sijui niseme kindness ni ukarimu au ni nini, sijui nisemeje, lakini unaweza unaweza ukatafuta kindness, kwa sababu maneno ya Kiingereza mara nyingi yanakuwa na tafsiri nzuri zaidi kuliko ambavyo ukiweka kwa Kiswahili. Lakini find a partner who is kind. Irene, kuna muda mapenzi yanaishaga kabisa kwenye ndoa, kwenye mahusiano. Kwanza hata kwenye boyfriend au girlfriend. Kuna muda tu yani hujisikii kupokea simu ya mtu. Hujisikii, yani hujisikii tu kufanya chochote kwa ajili ya mtu. Lakini kama moyo wako wewe ni mtu mkarimu, siku zote lazima utatake chances. Yani mimi hata kama mapenzi yangu yameisha kwako Irene, mimi ni mwanaume, siwezi nikaacha kuacha hela ya chakula eti kwa sababu mimi na wewe hatuko kwenye good terms. Ada za watoto nitalipa, hela ya chakula nitatoa, kwa sababu I'm kind. Nitajaribu kufanya vile vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya tukiwa kwenye good terms, au ambavyo ningevifanya kwa binadamu mwingine. Kwa binadamu exactly ninachosema, kwa wajibu kabisa. Yeah, sure. Kwa hiyo kama hautapata mtu ambaye yuko kind, inawezekana ukao umelose sana, kwa sababu mapenzi au upendo kuna muda waga unaishia, yani unafed. Hiyo bonge moja la point mwanangu. Kama juzi hapa ule msiba ule dada aliyechomwa na magunia 2 ya mkaa. I'm telling you. God almighty, yani upendo ulikuwa umeisha, lakini hata kindness ya ubinadamu ilikuwa haipo. Yani niliumia sana nilivyomuona ule mtoto. Sana. Sielewi ule mtoto ataambiwa nini. Actually hata sasa ni mtoto anayejielewa, anaonekana yuko smart kabisa. Na anaona. Sasa wale wakija wakafika wakubwa wakawasema wao ni wanaharakati, wanaume ni mbwa. Utamwambia nini? Uweze mwambia kitu chochote. Sasa tukiendelea kuishi na matukio ya hivyo kwenye jamii, ndio tutazidi kuaminisha watu kizazi kinachokuja. Acha tu huyo ambaye hayuko na ukarimu tafute mwenzake ambaye hana. Huko Mungu atakupa wapatane huko, wafanane huko. Yani wafanane kwa kweli huko. Hivyo yani niliumia sana kwenye hiyo. Sasa wote wanaweza wapate hiyo kindness kwa mtu. Tunachosema Mungu anakupa kufanana naye. Inawezekana wale wote hawakuwa wakarimu, lakini kuna mmoja unyama ukazidi. Yeah. Kwa sababu ukifuatilia historia anakuambia mke alikuwa anarudi usiku wa manane na alikuwa hataki kuulizwa chochote. Okay. Ukiwa kind, utakuwa na humanity. Utaona sio sawa kurudi nyumbani kwangu asubuhi, mimi ikiwa ni mke. Kwa hiyo inabidi niwahi kurudi nyumbani. Hata kama sitaki kwenda kuwahi nyumbani kwa ajili ya mapenzi, niwahi kwa ajili ya wajibu. Ile ni kindness. Yani haijalishi una nafasi gani au mtu amekufanyia nini. Kama wewe ni mtu kind Irene, huwezi kurudisha huo ubaya. Yani kuna nana utajitenga, utajipa distance, utaishi maisha yako. Lakini eti kwa sababu wewe umenitukana mimi, umenichamba na mimi ndo nikutukana nikuseme, hapana. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo hivyo ndio vitu ambavyo kwangu mimi ninaamini na niliviangalia sana kipindi ambacho nilikuwa natafuta mwenzi. Hongera. Na nilikuwa ilibidi ni trim mpaka vitu viwe vichache ili niweze kufanikiwa. Hongera sana Loveness. Asante pia kwa muda wako. Thank you. Alright, waambie basi watu wa jukwaa hili wanakupata vipi? Okay. Ili kama wapate ushauri au kubadilishana mawazo na wewe. Lakini jamani, remember kwamba not everything is for free bwana. Tegemee tu mtaenda mweke mke wa mtu hapo masaa mangapi tunaongea kutakuwa kuna chaji kidogo ambayo utamwezesha na yeye maisha yake yaweze hata amnunulie Captain Socks tai nini. Si unajua tena mambo kama hayo. So absolutely. So
Nipo kwenye mitandao ya kijamii Irene. Actually nilikuwa nina series yangu moja inaitwa Before I Do. Ni series ambayo nilikuwa ninawaelezea mabinti changamoto, mambo yote nilopitia kwenye mahusiano mpaka ni kuja kufikia kwenye ndoa. Kwa hiyo ni vitu vingi sana nimeelezea. So YouTube natumia The Brainwave TZ. Ambayo utakutana na hizo episode kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Lakini pia Instagram natumia Loveness Brainwave. Loveness_Brainwave. Lakini pia TikTok natumia Loveness_Brainwave pia. Kwa hiyo ukianzia huko either ukaja DM tutashauriana, tutazungumza. Yeah. Na mimi natamani kuona, sijui yani ni kwamba tu huwezi ukabadilisha fikra za kila mtu, lakini natamani kuona vijana wakibadilisha fikra zao juu ya mahusiano na ndoa. Ndoa imekuwa sasa hivi Irene, kuolewa na kuoa yani watu wanataka iwe kama kuolewa na kuoa iwe kama wajibu. Yani tu ni wajibu. Wakati kiukweli ni kwamba mimi kuna kitabu napenda kutumia ambacho ni Biblia. Biblia inasema mfurahie mke wa ujana wako. Kwa hiyo ndoa iliwekwa kwa ajili ya kufurahia. Huo ndio ukweli wa kwanza. Tena sasa, ujanani. Yeah. Sasa wewe ukituambia unataka uolewe na miaka 50 ndoa yako ya kwanza, mimi nataka nipunguze mateso, nitaolewa hata na miaka 50. Jamani, tuache hizo fikra. Vijana, mabinti, natamani sana tufike hatua tuseme kwamba jamani, hili ndio agizo la Mungu. Yani Mungu naye afurahi, ajivunie kwamba okay, nilichoagiza kifanyike, kweli kinafanyika. Alright. Hey, nakushukuru sana mdau wetu wa kipindi hiki pendwa. Naamini umejifunza kitu. Kama umeangalia kipindi hiki mpaka wakati huu na hujasubscribe, I say utakuwa hujanitendea haki. Make sure you subscribe. Unakuwa part and parcel of this family. Make sure you subscribe. Tatamani kuona mawazo yako. Umejifunza nini kwa Loveness? Unampinga nini Loveness? Kwa sababu neno lake sio sheria. Yeah. Tujue unampinga nini kwenye nini, ili tuone namna gani tunatafuta basi mwalimu mwingine ambaye atakuja kunyoosha mambo kwenye eneo hilo. Kwa karibu sana na kukaribisha tena kwenye channel yetu hii, na washukuru wote ambao mmestick hapa, mnafuatilia vipindi, mna share, mna like, mna comment. Thank you so much and God bless you. Mimi naitwa Irene Kamugisha, tukutane tena kwenye episode ijayo.